Kilwa ili ujumbe ufike. Na mimi nakubaliana na nyinyi kwamba Tundu Lissu yuko ndani sio kwa sababu yeye ni mhaini, lakini nawaambia Tundu Lissu yuko ndani sio kwamba hana makosa. Tundu Lissu anayo makosa. Anayo makosa matatu ameyafanya, na makosa hayo ndiyo yanayomfanya aendelee kuwa ndani mpaka leo. Kosa la kwanza la Tundu Lissu, Tundu Lissu alikamatwa Mbinga, na kule alifanya kosa moja ambalo watawala hawalipendi. Alieleza kwamba makaa ya mawe kule Mbinga yanawanufaisha mafisadi wachache. Kosa lake la kwanza ni kutetea rasilimali za Watanzania, kosa la kwanza ambalo watawala walitaka. Kosa la pili ni kwa sababu serikali hii inafanya utekaji, inaua watu wasio na makosa. Kosa lake yeye ni kusimama kupinga ukandamizaji wa haki za watu, kupinga utekaji. Kosa la pili. Kosa lake la tatu ni kupigania demokrasia hapa Tanzania, kupigania katiba mpya, kupigania tume huru ya uchaguzi. Hapa Tanzania yeyote atayefanya hayo matatu anaonekana kuwa ni mkosaji. Watawala wanataka tukae kimya. Nilisema Dodoma bungeni, yeyote anayedhani kwamba anaweza kuwazima Watanzania kama kina Tundu Lissu kwa risasi, kwa kuwaweka jela, anapoteza muda wake. Historia ya mapambano inatuonesha ukimuua Tundu Lissu watazaliwa Tundu Lissu wengine. Huo ndio kweli wenyewe. Na akina Tundu Lissu watazaliwa wako wengi, na waahidi watu wa Kilwa, haya makosa matatu ambayo watawala hawayapendi: kutetea rasilimali, kupinga utekaji na ukandamizaji wa haki za watu, na kupigania mageuzi ya kisiasa, sisi tutaendeleza. Tutakuwa kama Tundu Lissu. Ahadi ni hapa. Kama wanataka kutuua kwa risasi, kama wanataka kututisha kwa magereza, tuko tayari kwa lolote lile.